nimeona watu wanaulizia sana ili dili la Adolf Mtasingwa kwenda kule katika klabu ya Kaizer Chiefs. Watu wakiuliza, je, ni kweli kwamba amesaini huko ama ni tetesi? Hii bwana ni deal done. Usajili umekamilika na tayari ametambulishwa kwenye klabu ya Kaizer Chiefs. Lakini ni usajili ambao umekuja sana kama ghafla bin vu, yani watu walikuwa hawajatarajia kwa sababu dakika za jioni. Huu ndio ule ambao hauna tetesi za sana, yani unasikia sasa hivi na usajili umekamilika sasa hivi, wakati alikuwa anatajwa kwamba Mtasingwa huenda akaenda kwenye klabu ya Yanga, lakini ni kama imepigwa pasi ya mwisho afu mfungaji kamalizia tofauti na uelekeo ambapo ulikuwa unatarajiwa. Lakini tuangalie kuhusiana na Adolf Mtasingwa, uwezo wake. Msimu uliopita hakuwa na msimu mzuri kutokana na majeraha, na sasa amepata nafasi kwenye klabu ya Kaizer Chiefs. Na tumekuwa tukishuhudia wachezaji wakienda huko. Lakini swala la kudumu huko au kuonyesha kitu kikubwa huko kwenye ligi hizo kubwa zaidi zenye ushindani imekuwa ni changamoto kwa Adolf Mtasingwa na Kaizer Chiefs. Unakiona nini Kavyo Nasir? Naam, binafsi namuona akienda kudumu. Nianze hapo haraka namuona akienda kudumu kwenye ligi ya South Africa, kwa sababu sio mchezaji ambaye ni mara yake ya kwanza kutoka kwenye nje ya mipaka ya Tanzania ama kwenda nje ya bara la Afrika. Ameshafanya hivyo, amecheza sana soka nchini Iceland kabla ya kurejea nchini Tanzania, na sasa anaelekea Kaizer Chiefs. Nadhani Kaizer Chiefs wameangalia mahitaji ya kikosi chao, hasa kwenye eneo la midfield. Unamuona kiungo kama Ndrovu, Maboye ambao alitoka Mamelodi Sundowns, Phil Nkobo, wote ambao wapo pale katika hilo eneo. Lakini tunafahamu kwamba msimu ujao watakuwa na mashindano mengi wanarejea tena kwenye CAF Confederations. Kwa wanahitaji mchezaji ambaye walau ana hiyo kaliba ya wale wachezaji ambao walikuwa msimu uliopita. Unapokuwa na Adolf Mtasingwa kwenye timu yako, kuna baadhi ya vitu ambavyo wanakugarantii kuwa navyo. Cha kwanza ni control ya mchezo husika, ile tempo ya timu. Adolf ana uwezo wa kuifanya timu iweze kutulia kutokea chini, lakini sio kutulia tu ule utulivu, lakini pia kutengeneza mashambulizi kutokea chini. Mashambulizi kutokea chini tunamaanisha kwamba mpira utoke kwa usahihi kutoka eneo la chini, ambao ni tunasema half yenu kwenda kwenye half ya timu pinzani. Huo ni uwezo wake sana, ana uwezo mkubwa, ana uwezo wa kudribble, ana uwezo wa kupiga pasi kwenye maeneo ambayo ni tight. Kwa hiyo kwa upande wa Kaizer Chiefs waliangalia uhitaji wa kiungo namna hiyo. Lakini pia kuna maeneo ambayo Kaizer wanafahamu kama mchezaji anabidi ayaboreshe. Nadhani kasi anayo, lakini tu ule utayari wa mchezaji. Unajua tumekuwa tunazungumzia kasi ya ligi ya South Africa. Hicho ni kitu ambacho tumekuwa tunakizungumzia. Lakini kwa yeye akiweza kuadapt kwenye tunasema ile miezi 6 ya mwanzo, na kuna ile miezi 6 ya mwanzo akiweza kuadapt, na muona kabisa akicheza katika hilo eneo. Kwa nini? Kuna swali moja umeuliza, kwa nini watu wamekuwa wanashangaa kuona mchezaji akienda lakini hakai kwa muda mrefu? Hakai kwa muda mrefu. Vizazi vinabadilika, hasa kwa wachezaji wa kizazi cha sasa. Kidogo amekuwa na exposure. Unaweza ukakuta katika umri mdogo tayari unakuta ameshasafiri maeneo kadha wa kadha. Kuna ile hamu kwamba ulienda sehemu lakini haukuweza kudumu. Narejea nyumbani, nikirudi nyumbani nikipata nafasi nyingine ya kutoka lazima nikafanye kweli. Na kwa hii miaka karibuni walau vijana wetu walau wamekuwa wana hiyo kiu. Kwa hiyo kwa Adolf Mtasingwa kwake ni deal nzuri. Kwa timu ya Kaizer Chiefs namuona akiwa anaenda kucheza, hata kama hatakuwa anaanza, lakini kuna ule mpishano wa dakika, atapata dakika nyingi sana za kucheza. Kwa nini ili watu wamekuja kupita dakika za mwishoni? lazima tunasema kwamba timu ya Kaizer Chiefs wameangalia mahitaji yao, wameona ni mchezaji ambaye ana fit profile ya namna jinsi anavyocheza, na kuna miezi 6 ambayo mchezaji anabakisha kwenye mkataba wake. Ina maana kwamba ana uwezo wa kwanza kufanya mazungumzo na timu zingine, na taarifa zilikuwepo kwamba huenda angekaa mpaka mwisho wa mkataba wake na kuelekea Dar es Salaam Young Africans. Kwa nini? Tayari kwenye klabu ya Azam inaonekana kwamba kocha Abdullahi Benge, kutokana na Adolf msimu uliopita alikuwa nje sana anauguza majeraha yake, kuna wachezaji ambao tayari wako mbele yake, Yaya Zaid, James Akaminko, namzungumzia Imid Maum Kami. Hao ni wachezaji ambao tayari kuna ile pecking order walikopo mbele yake. Sadio Kanute pia. Kwa hiyo unapomuuza mchezaji ambaye amesalia kwenye mkataba wake umesalia tunasema miezi 6 pekee, alafu unaenda kumuuza kwa takriban dola 500 sawa na bilioni 1.3 za Kitanzania. Ina maana kwa klabu ya Azam amefanya biashara, naweza nikasema biashara bora kabisa nchini Tanzania kwa mchezaji ambaye hakuwa kwenye mahesabu yako kwenye upande wa kocha. Lakini mimi naamini kwa klabu kama klabu
wakimwangalia Adolf, nadhani alikuwa ni assistant captain, kitu kama hicho. Wao kwa wao kwa namuona for the future, lakini mwisho wa siku inabidi tu align kocha anataka nini, lazima tutambue, na mchezaji mwenyewe anataka nini, kwa sababu kocha vitu vyote vizingatiwe, vitu vyote lazima vikutane katikati. Mchezaji labda anaanza kujiona nje ya club, maisha yake anaanza kuona nje ya club. Lazima kama club mkae sasa, mjiandae kwamba okay, huyu atumuone akiextend, na kocha tayari yeye upande wake ameshaona kwamba huyu ni mchezaji ambaye mimi simuoni kwenye mahesabu yangu. Basi hapa kuna sehemu lazima mfike katikati, na mimi nampongeza kwa sababu tumekuwa tunaimba wimbo kwa wachezaji wetu watoke, yeah. Na ameweza kufanya hivyo kwenye timu ya taifa. Nadhani itakuwa tiketi yake sasa ya kuwa regular, nadhani. Okay, George Magunga, huu ni wa mwisho mzuri sana, ni wa mwisho mzuri kwa mchezaji Adolf Mtasingwa kutoka Azam kwenda Kaizer Chiefs. Lakini vipi kwa upande wa club? Je, wamepata mtu sahihi, na unamwona akipata hiyo namba ya kucheza kulingana na namna ambavyo unakitazama kikosi cha Kaizer Chiefs? Unajua mpaka biashara imefanyika, maana yake Azam wanajua kitu gani ambacho walikuwa wamekifanya. Hawawezi kufanya maamuzi ambayo yanaweza yakawaumiza wao. Na kwenye huu mchezo wa mpira wa miguu mambo kama haya hutokea. Kuna nyakati ambazo unaweza ukawa unaangalia fursa kwenye soko linazungumza nini, kwa wakati huo unahitaji nini, kwa sababu unaweza kukuta kwenye mazungumzo yao mchezaji huenda alikuwa hana pia matamanio kuongeza mkataba ndani ya timu hiyo, au hata kama alikuwa ana uwezo kuongeza mkataba, lakini maybe katika makubaliano binafsi kwa club walikuwa wanaona kama sawa, tunaweza tukafikia hapo, lakini hebu tujishauri kwanza tuone kama tunaweza tukafika kwenye hicho ambacho anakihitaji. Na mchezaji alikuwa anahusishwa na baadhi ya timu tofauti. Kuna watu walikuwa wanaandika makala kuhusu Adolf kitajika na Yanga Africans, kitu ambacho sio dhambi kwa sababu ni mchezaji mzuri na ni mchezaji mkubwa na ana experience ya kutosha. Kwa hiyo mpaka wamemuuza kwenda South Africa, manake tayari waliona okay, mchezaji ambakiza muda mchache kwenye mkataba wake. Fedha iliyokuja ni fedha nyingi, dola 500,000 kama ni kweli hiyo fedha ndio imetolewa, ni fedha nyingi sana. Na wao wanamtoa mchezaji, lakini kwa dola 500,000 kama imeingia ndani ya club ina nafasi ya kwenda kuexplore wachezaji wengine sokoni. Sasa kitu kizuri ni kwamba unauza wakati tayari ulikuwa unajua nani unaenda kumchukua sokoni. Lakini mara nyingi inakuwa ni risk kama unauza mchezaji au unauza wachezaji, alafu baada ya kuuza wachezaji unaenda kutafuta wachezaji wengine sokoni. Unaweza ukafanikiwa, lakini tunasema ni riski kubwa kwenye soko. Yaani unaweza kukutana na hatari kubwa zaidi kwenye soko. Kwa hiyo mchezaji kuingia kikosini inawezekana, kwa sababu Kaizer Chiefs wana mwalimu mpya, Fernando da Cruz. Kwa wasimfahamu ni kocha ambaye amewahi kuhudumu kama mkurugenzi wa ufundi kwenye shirikisho la mpira wa miguu nchini Morocco, lakini pia amewahi kuwa kocha FAR Rabat msimu wa 22-23, ni msimu ambao aliwapa ubingwa FAR Rabat. Kwa hiyo ukiangalia CV yake si kocha wa kawaida, kwa sababu kama amefanikiwa kuwa TD kwenye Morocco, kwenye shirikisho la mpira wa miguu nchini Morocco, amechukua ubingwa na FAR Rabat. Tunajua ligi ya Morocco tumekuwa tukizungumza hapa kwamba sio ligi nyepesi. Kwa wamemleta ndani ya timu. Matumaini yangu ni kwamba inawezekana hata mikakati ya Kaizer Chiefs inaanza kubadilika. Na kuna pressure kubwa na msukumo mkubwa kutokana na kile ambacho kinaendelea nchini South Africa. Orlando Pirates na wenyewe walipotea hapa katikati, lakini Orlando Pirates walianza kufanya maboresho na kuangalia namna gani wanaweza kucompete takriban misimu 3-4 mfululizo. Hatimaye msimu uliopita imewalipa na wamechukua ubingwa wa PSL. Kwa hiyo ukiangalia kocha ambaye alimleta Orlando, Ouadou Abdeslam, amefanikiwa kuwapa ubingwa, lakini angalia aina wachezaji waliopo Orlando Pirates. Wakina Oswin Police, ameondoka huyu Mofokeng. Yes, kuna watu kama wakina Tito kwenye kikosi, mtu kama Magopa kwenye timu. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi sana. Kwa hata Kaizer na yenyewe baada ya kufanya mabadiliko kwenye benchi la ufundi, huenda mwalimu amewaambia kwamba kama tunahitaji kushindana, tunahitaji kuipa timu yetu nguvu zaidi. Kwa hiyo timu ilienda pre-season Hispania na imerejea South Africa. So kama timu ilienda pre-season kwenye hayo maandalizi, haimaanishi kwa sababu ameanza maandalizi basi dirisha kwao limefungwa. Means anaendelea kuboresha. Huyu Maboya ambaye ametoka kumtaja Cavion, ni mchezaji ambaye alimchukua kutoka Mamelodi Sundowns. Kwenye lile eneo kuna mtu anaitwa Mfethwa ambaye kwangu mimi hajanimpress sana msimu uliopita.
hata Maboya amekuwa na yani hiyo sio wow performance, ni okay tu kwamba yes, yani performance fulani ya wastani. So Adolf anatakiwa akakompete ili kuingia, kwa sababu huyu Maboya nayekwambia licha kwamba amekuwa na kiwango cha wastani, lakini bado ana uwezo wa compete na mtu kama Adolf Mtasingwa. Kwa hiyo Adolf ili kuingia kikosini ana kazi kubwa ya kufanya, licha ya kwamba ana experience. Na unajua vitu ambavyo wenzetu wana spotlight kwa wachezaji, unajua msimu huu uliomalizika Adolf hakupata nafasi kubwa ya kucheza. Moja ni kwa sababu ya majeraha, lakini majeraha yalikuwa yanampelekea kukosa fitness ya kutosha. Kwa hata kipindi ambacho alikuwa anapona, dakika ambazo alikuwa anacheza ni chache mno. Mwalimu alikuwa anahofia huenda kumhusisha mchezaji ambaye hana fitness ya kutosha, huenda akaathiri ile rhythm ya timu kwenye msimu husika mashindano. Kwa hiyo walipomsajili Kaizer Chiefs, wamemsajili mchezaji ambaye huenda amezingatia vitu gani ambavyo anaweza akawapa, licha kwamba msimu uliopita kucheza. Eneo la kwanza ni ile technical ability ambalo Kevin amelizungumzia, kwamba ni mchezaji ambaye ana ufundi. Ufundi ni nazungumza kila siku hapa kwamba hiki ni kigezo kikubwa sana kwa wachezaji. Unapokuwa na ufundi wa hali ya juu, manake watu wameangalia ligi yao ni ligi ya namna gani. Ligi yao ina intensity ya hali ya juu sana, kwa maana ya kasi, ushindani mkubwa, teams zinafanya high pressing tofauti na huku kwetu, na teams yani ile coaching kwa timu nyingi ipo katika uimara mkubwa sana. Mfano leo Mkai Mangoba Mng'iti ambaye alikuwa anaifundisha klabu ya jina limenitoka tena, Golden Arrows. Yeah. Angalia anashika nafasi ya ngapi? Sawa. Alafu amekuja kufanyia ameajiriwa na klabu ambayo kwetu sisi ni klabu kubwa, ndio mabingwa mara nyingi zaidi nchini Tanzania. Yeah. Kwa hiyo ukiangalia tu hiyo picture unagundua ile ligi imeendelea kwenye maeneo mengi, kuanzia kwenye player development mpaka coaching. Yep. So kwa mtu kama Adolf, kwanza faida anayoipata ni ile connection kati yake na wachezaji wengine wa South Africa. Yeah. Lakini kitu kingine anakutana na mwalimu mkubwa ambaye ana uwezo wa kumplatform. Hahitaji vitu vingi sana kwa sababu vingi anavyo. Na eneo la ile football IQ, kwa maana uwezo wa mchezaji kufikiria na kutatua matatizo uwanjani. Yep. Adolf ni kitu ambacho pia amebarikiwa anacho. Hakijaja kwa bahati mbaya, ni kwa sababu pia nafikiri aina ya ukuaji wake ama mtindo wa ukuaji wake na sehemu ambazo amepita. Na kwenye hilo unaweza kuwapa credit Azam. Niwaulize wachambuzi hapa wa Zamu, George Magunga pamoja na Kavion, kabla ya kugonga hodi pale Azamu usiku kulifahamu hili kwa undani zaidi. Mmefurahi zaidi kijana huyu Mtasingwa kujiunga na Kaizer Chiefs? Tofauti tungesikia dili hili limekamilika pale Jangwani. Mmefurahi mjafurahi? Mimi binafsi nimefurahi kwa sababu ya kitu kimoja. No. Wimbo wetu umekuwa ule wachezaji watoke waende, tunasema kwamba waende kucheza kwenye ligi zenye ushindani kabisa, kwa sababu faida ambayo tunaipata ni kwenye timu ya taifa. Tumekuwa tuna struggle sana kwenye mashindano makubwa. Na daraja limekuwa tunasema kwamba miguu na kichwa linapokuja kwenye mashindano ya kimataifa, hasa kwenye upande wa timu ya taifa. Na wenzetu ndio wamekuwa hapo wanapotuzidi. Ndio kwanza tunaanza ama safari inaendelea. Hatujafika kule Senegal alipofika, Morocco alipofika, lakini kuna sehemu ambapo lazima tunapaswa kuanzia. Na safari yenyewe ndio hii. Kwenye ligi ambazo tuna uhakika mchezaji wetu anaweza akaenda na akacheza, mchezaji wa Kitanzania anaweza akaenda akacheza akacompete, hasa ukitoka katika hivi vilabu vitatu mpaka vinne ambavyo vinafanya vizuri nchini Tanzania. Basi ni jambo la heri na ni kitu kizuri kweli kweli. Mimi nimefurahi sana Jessica kusikia taarifa ya Mtasingwa kujiunga na Kaizer Chiefs. Pengine angejiunga na Yanga nisingefurahi sana. Basi furahi pia na kutumia Azam Pesa. Basi pia na furahi kutumia Azam Pesa. Wengi watanielewa, lakini wachache hawatunielewa nini namaanisha. Tunatamani sana vijana wetu wapate fursa nje ya mipaka ya Tanzania, na tuwe na wachezaji wengi ambao tunaamini wana vipaji kweli, na ndio maana mimi binafsi hizi tetesi sijui Feitoto Simba, sijui Feitoto wapi, nataka kusikia deals kutoka nje huko juu ya Feitoto. Ukweli ni kwamba ligi ya PSL, kwa maana ligi ya South Africa, ni ligi kubwa kuliko ligi yetu. Hata kama kuna muda tunapishana kwenye nafasi moja au mbili, lakini kiuhalisia ni kwamba wale watu inawezekana wametuacha hata mita 100, umbali wa mita 100. Na nachokimaanisha hapa kuanzia kwenye
kwenye miundombinu ni ligi ambayo imetuacha pakubwa sana kwenye hilo eneo. Sisi bado tunajikongoje. Naona hata mamlaka zinajitahidi sana kuangalia namna gani tunasogea, lakini pia kwenye muundo wa kiutawala tunakaa kibiashara zaidi, na hata kwenye malipo pia. Ligi ya South Africa ni miongoni mwa ligi ambazo barani Afrika wanalipa mishahara mikubwa sana. Inawezekana ipo kwenye top 3 ama 3 bora ya ligi ambazo zinalipa mishahara mikubwa sana. Lakini eneo lingine ni player development, ukuaji wa wachezaji. Mchezaji anakuwa hata ukifikisha miaka 27 bado unaendelea kukua, kwa sababu kuna kitu inawezekana ulikuwa huna, kuna watu watakuja watakuongezea, na ni ligi ambayo pia inatazamwa zaidi na watu kutoka nje. Kwa hiyo kuna muda pia mchezaji Kaizer Chiefs sio mwisho wa Adolf Mtasingwa. Kaizer Chiefs inawezekana pia ikawa ni daraja kama atafanya vizuri yeye kuelekea sehemu nyingine. Kwa hiyo nafikiri hicho ninachokizungumza watu wanaweza wakachukia kwa sababu ya maisha yetu au utamaduni wetu wa Kiswahili ambao tupo nao. Lakini ukweli ni kwamba mchezaji anapoenda kucheza South Africa au anapoenda kucheza ligi ya Egypt au Morocco, anapata exposure kubwa zaidi na uzoefu wa kutosha, na ubora unaweza ukawa akapata challenge kubwa sana ukikompea na kwenye ligi yetu. Kabisa. Jessica, Azam Pesa wako vizuri kweli kweli, na cha msingi zaidi endelea kufanya miamala na Azam Pesa kwa sababu ni bure kweli kweli. 0 kote. Sasa unasubiri nini? Utakuwa unataka tu kuzingua wewe mwenyewe, uchelewe au uende kwenye sehemu ambako utakuwa unakatwa pesa nyingi, utasikuwa unalalamika hii mitandao ufanyaje? Azam Pesa ipo kabisa. Azam Pesa ipo kwa ajili yako. Ipakua application hivi sasa kupitia App Store ama Play Store, alafu ujisajili, na kujisajili ni rahisi. Kwa sababu unachohitaji ni kuwa na namba yako ya NIDA. Ukishakuwa nayo wewe tayari una namba ya NIDA hapo, unapakua application, inakupa maelezo, unachagua lugha Kiingereza ama Kiswahili. Unachagua kama ni Kiswahili, wanakuambia weka namba yako ya NIDA, weka namba ambayo utakuwa unaitumia. Namba ambayo utakuwa unaitumia ni hiyo namba yako ambayo wewe unaitumia, ila tu badala ya kwanza na 0 unaanza na 1. Moja, alafu unafuatisha namba nyingine zote. Kwa ile namba 1 ndio kodi yako ya Azam Pesa. Asante sana Jessica, habari njema kupitia Azam Pesa. Na hivi sasa tunaelekea pale Azam FC. Tunafanya jitihada za dhati kuwatafuta idara ya habari ya Azam FC, na bila shaka tukifanikiwa kuwapata tutazungumza nao mengi kweli kuhusiana na dili hili la Adolf Mtasingwa kujiunga na Kaizer Chiefs. Na wamesajili na wenyewe. Naam, nao pia wamesajili pia. Tutazungumza pia kwa kina zaidi na kwa undani kweli msikilizaji. Na tayari hapa nimempata Hashim Ibwe, moja kati ya watangazaji mahiri kweli katika soka letu hili la Tanzania ama medani hizi za Tanzania. Ibwe, habari za asubuhi? Salamu Mkaya, habari za studio? Bwana, mimi niko vizuri. Umeamka? Uko sawa sawa? Niko mzeni. Kipindi cha likizo hiki tunafanya kazi kidogo. Ndio. Wakati tunagusa kidogo ligi kuu. Ndio. Tunagusa kidogo kombe la dunia, na fanya review ya kile ambacho tumekifanya. Ndio. Tunachapa Azam Pesa, kwa hiyo si haba. Kabisa. Sasa Ibwe, lengo la kukutafuta, tunataka tufahamu mmefanya biashara na Kaizer Chiefs kuhusiana na mchezaji wenu Adolf Mtasingwa, ama mchezaji huyu amekwenda bure? Mbona unatabasamu? Kaizer ni miongoni mwa timu kubwa nafikiri Afrika. Sio kufikiri, kwa uhakika kwamba ni moja kati ya klabu kubwa Afrika, na ni klabu ambazo zimekuwa na interest ya kufanya biashara na Azam FC kwa wachezaji mbalimbali hapo nyuma. Nafikiri tuliwahi kufanya confirmation ya wao kutaka huduma ya Faisal Salum Abdallah, lakini tulishindana kwenye mazungumzo. Kwa hiyo this time around naweza kusema kwamba ni biashara ambayo imefanyika, sababu Adolf bado alikuwa na miezi 6 jumlisha kidogo ndani ya klabu yetu. Na ni deal ambayo Kaizer wameipush kwa muda mrefu. Kwa hiyo taarifa rasmi kutoka kwa afisa mtendaji wa club bwana Anoro Octavie ni kwamba imefanyika biashara baina ya Azam Football Club na Kaizer Chiefs, ambayo kwa upande wetu sisi tusingependa kudisclose moja kwa moja ni kwamba kulikuwa kuna makubaliano gani, lakini ni biashara kubwa ambayo imefanyika kwa eneo ambalo
anacheza Adolf. Ni kwa mara ya kwanza kumshuhudia Mtanzania kwamba atakwenda kucheza ligi ya Afrika Kusini, na anatoka Azam Football Club, ikiwa ni biashara ambayo imefanikiwa ya Azam FC na Kaizer Chiefs walioipush kwa zaidi ya miezi 4 sasa, ambayo tunazungumza kwamba wamekuwa wakijaribu kufuatilia huduma yake. Lakini nashukuru Mungu kwamba ni jambo ambalo limekuwa na ni kitu cha kujivunia sisi kama club kutoka Tanzania kwamba tumefanikisha biashara ya aina hiyo. Naibu, umezungumza vizuri sana. Umezungumza hapo hutaki kutaja kiwango cha pesa ambacho mmemuuza mchezaji huyu. Huoni kwamba mnawanyima uhalisia wadau wa soka, na hii pia inaweza ikaleta motisha pia kwa wachezaji wengine kuwa na matamanio ya kusajiliwa na club kutoka nje ya mipaka ya Tanzania? Sio kwamba sitaki kutaja, no. Lakini natamani kuheshimu makubaliano ambayo club kwa club yameingia, kwamba tusi-disclose kile ambacho kimezungumzwa baina yao mpaka kukamilisha hiyo deal. Unajua Adolf ni mchezaji mzuri, kwanza mchezaji mzuri sana ambaye sio Kaizer tu, klabu nyingi kutoka West Africa, kutoka North Africa zilikuwa zikitamani kupata huduma yake, lakini ofa nafikiri ambayo imezingatiwa na mahusiano ambayo tuko nayo na Kaizer ni ofa ya Kaizer Chiefs. Hatuwatishi watu bali tunaheshimu, hatuwanyimi watu ila tunaheshimu vipengele vya kimkataba. Tamani kufanya breach of contract kwenye kile ambacho tumezungumza, kwa sababu wote tunajua kwamba hakuwa na muda wa mchezo sana kutoka msimu uliopita, lakini haipunguzi hata kidogo ubora ambao yuko nao Adolf, determination ambayo alikuwa nayo Kaizer, na kile ambacho anaweza kukideliver yeye Adolf kama Adolf. Kwa hiyo nafikiri tubaki tu kwamba tunaheshimu makubaliano ya kimkataba ambayo yameingiwa baina ya klabu hizi mbili, lakini jambo moja la uhakika ni kwamba biashara imefanyika baina ya Azam FC na Kaizer Chiefs, na ni biashara nzuri sana kwa pande zote mbili. Kaizer amepata mchezaji mzuri sana ambaye atawasaidia kwenye timu yao, atafikia malengo, lakini sisi kama Azam Football Club tumefanya biashara nzuri sana ambayo ilikuwa ni very tempting offer ambayo isingeachwa na klabu yoyote. Lakini pia tuko wazi kuikaribisha klabu nyingine yoyote kufanya mazungumzo juu ya mchezaji yoyote ndani ya Azam FC. Tukifikia makubaliano, hatunaga hiyo yana, sisi tunaweza kufungulia milango tu. Na umezungumza hapo vizuri sana kwamba ni biashara kubwa na nzuri kweli kweli. Nimedodosa ni zaidi ya dola 500 hivi na ushare hivi, zaidi ya dola 500 huko na ushare. Hongereni sana Azam, mmevuta pesa sana Ibwe. Hiyo mkai umedodosa. Naam. Nimedodosa. Chukua kwamba ni biashara nzuri sana kwa Azam FC, kiasi kwamba tumewiwa kusema Adolf, nenda licha ya mkataba ambao umebaki, na usiende tu, nenda kapeperushe vizuri bendera ya klabu yetu, lakini kubwa zaidi nenda kapeperushe bendera ya Tanzania ili ufungue milango pia kwa wachezaji wengine. Mlikataa ofa ya Yanga? Hatujawahi kufanya mazungumzo rasmi na Young Africans wala timu nyingine yote kutoka Tanzania, lakini tulipokea baadhi ya ofa kutoka klabu zingine za West Africa, kama ambavyo nimesema mwanzo, na tulipokea pia ofa kutoka klabu za Afrika Kaskazini ambazo zilikuwa zikijaribu kuuliza kwamba huduma yake ikoje, inapatikana na pengine ofa ikoje. Kwa hiyo management ilikuwa inafanya mazungumzo ya klabu kwa klabu kwenye ofa 2 ambazo najua, ikiwa klabu moja kutoka Afrika Kaskazini na klabu moja kutoka Afrika Magharibi. Lakini ofa hii kutoka Afrika Kusini ambayo imekuwa ikisikilizwa kwa muda mrefu na wamekuwa wakifanya majaribio kadha wa kadha kwa muda mrefu, na Kaizer ni miongoni mwa klabu ambazo
ukweli ni kwamba zimekuwa serious sana zinapokuwa determined kutafuta mchezaji kutoka Tanzania na zikaomba huduma ya mchezaji kutoka Azam FC. Wamekuwa very persistent, wamekuwa wakisukuma sana deal. Dola 100,000 hapana, wanatuma tena dola 250,000 hapana, wanatuma tena dola 350,000 hapana. Yani ni watu ambao wamekuwa wana uhakika na kile ambacho wanatamani kukipata ndani ya Azam FC. Kwa hiyo walifanywa mazingatio baada ya kuwa na ofa ambayo kimombo tunaita handsome offer. Okay. Tukaikonsida na ni ofa nzuri kusema kweli, ambayo ikiwa revealed ama ikafahamika kwamba ni ofa aina gani, watu wataelewa kwa nini sasa Azam FC walikubali kufanya biashara na Kaizer Chiefs. Sawa, tutafuatilia na tutaziweka namba ambazo ni halisi na zenye uhalisia. Na vipi Feitoto, ofa zake zile inaonekana mmezipiga teke? Nampenda huyo mchezaji. Ndio, maana kuna ofa nyingi kweli kweli hapa. Unasikia Simba, unasikia Ali Triple, na mwisho wa siku Azam FC mmekaa kimya tu. Mnapaswa kulitolea ufafanuzi hili. Si hatuwezi kukaa kimya kwa timu ambayo imekuja iko serious na ofa ubaoni. Kama ambavyo ameelekeza CEO wetu Bwana Noro na Sheikh Rashid, kama ambavyo wanazungumza wamiliki wetu wa timu, yeyote ambaye atakuja na ofa ambayo inasikilizika na klabu ikawa kweli imetokwa mate kutokana na mchezaji wenyewe, hatujawahi kuwa na hiana sisi. Kwa hiyo ukiona tumefanya confirmation ya ofa ni kwamba hiyo klabu ilikuja tukafanya mazungumzo na tukafikia hatua ya kufanya biashara kama tulivyofanya kwa Kaizer Chiefs. Lakini hakuna ofa nyingine ambayo tumeipokea hivi karibuni. Na nafikiri watu pia wachukue namna kwamba wakati mwingine hizi klabu ambazo ziko hapa ziko ambazo kweli mchezaji anakuwa yuko kwenye room ya kufanya mazungumzo kimkataba, kwa sababu tunajua kwamba pengine ofa ikiwa imebakisha miezi, mkataba ukiwa imebakisha miezi 6, 4, 5, 3, hata mmoja, mchezaji anaweza kuanza kufanya mazungumzo binafsi na klabu nyingine ili kujua hatima yake, sio? Ndio. Lakini klabu kama klabu inapokea ofa ambayo pia iko beyond hiyo miezi 6, kipindi hicho cha probation, inapokea hiyo. Ni sasa watu wajue kutofautisha mazungumzo ambayo yanafanywa klabu kwa klabu na vile ambavyo klabu zingine zinaanza kufanya mazungumzo kwanza na mchezaji kabla hazijaja ndani ya klabu. Inaweza ikawa ndani ya time frame ya hiyo miezi 6 au ikawa nje ya hiyo time frame ya miezi 6. Ikiwa nje ya time frame ni makosa ambayo sasa wakishaanza kusembaziana habari huko inakuwa pengine ni kwa maslahi yao wenyewe binafsi au kuonyesha timu zao kwamba wanafanya jitihada, lakini inakuwa makosa kwa sababu ni nje ya kile kipindi cha mazungumzo. Kwa hiyo kama klabu inataka mchezaji ndani ya kile kipindi ambacho wanatakiwa kufanya mazungumzo na klabu, wakija kwetu, unajua mkai kwamba sisi hatuna hiana na wasikilizaji wa Crown. Mara nyingi tukipokea ofa huwa tunasema tumepokea ofa hii, mazungumzo yako hapa, tumefikia hatima hii. Lakini ndani ya kipindi cha miezi 6 wanaweza kuanza kufanya mazungumzo na mchezaji. Nafikiri ni jambo ambalo liko kikanuni. Alafu tutapewa taarifa pia ndani ya club, tutapokea ofa, tutajadili kama ina mashiko tunaendelea, kama haina mashiko kwa muda ule basi tunasubiri kuona mkataba ukimalizika hatima inakuwaje. Kwa hiyo hatuna ofa nyingine yoyote ambayo tumepokea, na ofa pekee ambayo imekuja ni hii ya Adolf Bitegeko Mtasingwa, baba mchungaji, na anakwenda kulimwaga neno la Azam Football Club na neno la mpira kwenye ligi ya Afrika Kusini pia. Sawa, hongereni bwana, tayari mmeshaanza kushusha vyuma, bila shaka vyuma 5 mpaka hivi sasa vya kimataifa. Hivi vyuma mmevifuatilia kweli, kwa sababu Azam FC ni moja ya klabu ambayo huwa kwenye eneo la usajili wanawahi sana kutambulisha usajili, lakini msimu unapotamatika mnatoka 0-0. Tuna scouting nzuri. No. Tuna timu ambayo ina uwezo mkubwa wa kufanya scouting kwa wachezaji wote ambao wanakuja. Na kama haitoshi, tuna namna ya kufanya mambo yetu ndani kwenye club. Kwa hiyo tuna uhakika na sajili ambazo zimefanyika. Mind huu ni msimu wa pili kwa kocha Jean-Florent Ibenge. Msimu uliopita haujawa mzuri sana kwa sababu hakuna taji lolote ambalo tumepata, lakini tumeonyesha determination yetu na kile ambacho tunaweza kukifanya kama team. Kwa hiyo msimu huu ni msimu mwingine, na ndio maana wachezaji wetu tunawatambulisha mapema kwanza kuepushana na pressure hizi za hapa na pale. Tunasubiri tarehe 25, bado siku
3 tu kutoka leo. Wachezaji wanaanza kuwasili kambini tayari kwa ajili ya kuanza msimu, ambako tunategemea kuanza mazoezi tarehe 27 na tunategemea pia kucheza mechi za kirafiki kadha wa kadha, kambi yetu ikiwa inaanzia hapa Azam Complex Chamazi. Kwa hiyo kwa sababu ya time frame, kuna masuala ya uzinduzi wa jezi, kuna vitu kama hivyo, ni lazima tufanye kila kitu haraka inavyowezekana. Lakini kwa upande wa wachezaji tunao hakika vyuma vinaendelea kushuka, na baada ya hapo pia tutaambia mashabiki wetu kwamba ni wachezaji wetu gani na gani ambao wanaondoka na ndani ya club, ili kutengeneza timu ambayo inakwenda kwa kuonekana kwa ajili ya msimu ujao. Na ni kweli vyuma vikiingia basi kuna vyuma ambavyo vitatoka. Status ya Kitambala imekaaje? Ni moja kati ya wachezaji ambao ulimpamba sana msimu uliopita, lakini moja kati ya wachezaji ambao wamekosa magoli sana msimu uliopita, na naweza kutamka kauli hii kwamba ameiangamiza Azam msimu uliopita. Tutatoa taarifa rasmi hivi karibuni wachezaji wote ambao wako ndani ya klabu yetu. Kwa wale wanaobaki watu watawajua, wale ambao wanaondoka watawajua, lakini mimi binafsi mpaka leo sina mashaka na Jephte Kitambala Bola na kile ambacho amekifanya ndani ya Azam FC. Haya, Ibu, asante sana na asubuhi njema. Asante. Shukrani sana. Naam, pamoja ni Hashim Ibwe, huyo amesikika kwa uzuri kweli kweli na ametoa ufafanuzi ambao umetaradade kweli kweli. Naam, maelezo yamenyooka. Naam, Jessica. Maelezo yamejitosheleza. Naam, kabisa. Naam. Tumeangalia wachezaji baadhi, lakini pia wamemuongeza mshambuliaji Mano John ambaye ametambulishwa pia hapo jana. Na huyu ni mshambuliaji wa namna gani? Je, tunamweka kwenye daraja kama kwenye aina ya Jephte Kitambala ama yuko tofauti na Kitambala? Na utofauti wake pengine unaweza ukawa ni upi? Okay. Mimi nadhani ni profile mbili kabisa kati ya John Mano na Jephte Kitambala. John Mano nadhani ni mchezaji ambaye ana thrive, ambaye ni mzuri sana kwenye transition, aina ya mchezo ambao kocha Florent Ibenge anapenda kucheza. Inawezekana kwenye ligi kuu Tanzania bara tusiuone sana, lakini kwenye mashindano ya mechi za kimataifa tukauona sana. Kwamba ukiangalia kwanza aina sajili zilizofanyika, mawinga wote ni wa kukimbia sana. Timu itakuwa ina kasi zaidi kutoka nyuma, pasi zitakuwa chache, then tukifika kwenye half ya mpinzani tuanze kukimbia. Tatizo kubwa la Azam msimu uliopita halikuwa kutengeneza nafasi. Mkaya amezungumza vizuri sana. Jephte amekuwa anakosa nafasi nyingi sana. Lazima uende ukatafute profile ya mchezaji ambaye anakuja kuwa clinical mbele ya goli. Na huyo ndio Mano, John Mano ndo anapoingia hapo. Ni mchezaji ambaye inawezekana hana hold up play nzuri, inawezekana sio mchezaji ambaye ana link, tunasema ile link up play, kwamba amepokea mpira anautunza ili wachezaji wengine waweze kusogea kwenye eneo la juu zaidi na kuingia kwenye box. Lakini kuna zile nafasi ambazo Azam wanazitengeneza ndani ya box, either iwe mipira ya juu hewani, either iwe tunasema cutting passes ndani ya box, mipira ya chini. John Mano amekuwa excellent katika hayo maeneo. Na unapokuwa na mshambuliaji ambaye anaweza kukimbia katika maeneo mengi, wajue washambuliaji wengi wanapenda sana kutokea maeneo ya pembeni, lakini ukiwa na mshambuliaji ambaye anaweza pia akakimbia katikati ya kiwanja, tunasema katikati ya mabeki wakati wa timu ya pinzani, na kuna zile nafasi chache ambazo wanazipata na convert, nadhani ni striker ambaye Azam anaweza akawa upgrade kwa upande wao. Japokuwa mimi nipo tofauti kidogo, sijui labda kama atani prove wrong akiwa na Azam, lakini John Robia Mano kwangu mimi ni mshambuliaji wa wastani, yani sio mbaya sana wala sio mzuri sana. Kwa sababu mshambuliaji wa wastani anakuaje? Yani yupo katikati. Kwamba ni wa kawaida. Mwenye sifa zipi? Maana yake unajua wasikilizaji wanataka kuelewa hapo Magunga. Unajua kwamba sio hatari sana wala sio mbaya sana. Unajua ni kwanza si mtofautisha. Dhaifu kwenye kuscore, kwenye movement, sio namna ya kufanya link up na wachezaji wenzake. Yani nizungumzie hiyo. Naam, karibu. Ni mchezaji ambaye of course kwenye zile sifa za kimwili unasema huna mashaka kutokana na muonekano wake. Kimo kipo sawa, ile umbo lake unajua kabisa kama kwenye vita na walinzi yuko timamu. Lakini kwenye eneo la technical, kwa maana kwenye eneo la ufundi hayupo imara sana. Ni nafikiri Jephte yuko mbele ya Mano hata kwenye kulinki timu, kwa maana ya kuiunganisha timu. Kwa umbo lake anaweza kuhold ni
kwamba mpira timu inatoka kuanzia nyuma, unamhitaji mshambuliaji ahusike kwenye mchezo na watu hawataki hiyo, lakini makocha wengi sasa hivi wanahitaji hiyo. Kwa hiyo mshambuliaji anapohusika katika mchezo inawezekana akashuka kidogo kwenye eneo la kiungo, akapokea mpira, kuupokea mpira na kuutunza, ile ndo holding up play kama ambavyo alikuwa anafanya Mugalu. Yes, Muchimba Mugalu. Yes. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.